Mpenzi mtazamaji wa STV Online Media, nipo katika daraja la Mto Itembe hapa wilaya Meatu mkoani Simiyu. Daraja hili ni kiungo muhimu sana kwa ajili ya masuala ya kiuchumi kwa wananchi wa wilaya hii na mkoa wa Simiyu kwa ujumla, pamoja na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kabla ya daraja hili kujengwa na mamlaka za serikali ambayo imetumia zaidi ya shilingi bilioni 8 kwa ajili ya ujenzi huu, wananchi walikuwa wakiteseka na wengine baadhi walikuwa wakisombwa na maji. Mifugo ilikuwa ikienda na maji na mengine baadhi ya magari yalikuwa yakisiririshwa na maji. Lakini serikali imeweza kusikiliza kilio cha wananchi na kutoa zaidi ya shilingi bilioni 8 ambalo tayari limeshakamilika na watu wanapita kama mnavyoona mpenzi mtazamaji. Hapa mashuhuda wanasema wananchi walikuwa wakipata adha ikiwemo uchumi wao kuporomoka kwa sababu walikuwa wakitatizwa na mto huu unaoitwa Mto Itembe. Zaidi ya siku 3 mpaka 4 walikuwa wakisimama maeneo haya, wamekosa mahala pa kupita. Lakini serikali imeweza kuwezesha miundombinu hii na tayari daraja limeshakamilika kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu na shughuli za kiuchumi. Asante. Mimi kwa jina naitwa Samuel Shani, ni mkaaji wa Bukundi. Mara nyingi kweli sisi tulikuwa tunateseka kuhusu na huu mto. Unaweza kukaa hata siku 3 hujapita, au kama una mgonjwa kumpeleka hata Meatu inakuwa kwamba umgeuze umpeleke Haydom, ambapo kuna madaraja yalikuwepo huko, kwa mfano kama daraja la Sibiti. Unaona ndio lilikuwa linatusaidia, lakini pamoja na hivyo sasa hivi tunapata, nafikiri sasa hivi tumefurahia hili daraja kwa kuisha kwa daraja kama hili. Jina naitwa Mariam Vitundu. Nakaa kijiji cha Bukundi. Namshukuru Mama Samia kututengenezea daraja. Tunapita, tunamshukuru Mungu. Tulikuwa tunapata changamoto kama sie mama ntilie. Mto ukijaa hapa magari yanazama. Yaani uchumi unakuwa unalala kwa sababu tuna watoto nyumbani wanategemea, unakuta naishi hapa darajani, yani inakuwa hamna tatizo zinazoendelea. Ila sasa hivi tunamshukuru sana serikali ya sasa hivi inatutengenezea daraja, sasa hivi tunapita kwa juu. Kwa majina mimi naitwa Pasco Matunga, ni mkazi wa wilaya ya Meatu. Sisi kwa upande wetu sisi wapita hii njia, kikweli tunashukuru sana kuwepo kwa hili daraja. Kikweli limetupunguzia changamoto ambayo tulikuwa nayo hapo awali. Hapo mwanzo ilikuwa inatulazimu tukae hapa siku 3 mpaka 4 ili tuweze kupita hii barabara. Sasa hii daraja lilipokuja, tulipoona utekelezaji wa hili daraja, sasa tumepata ahueni. Meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Simiyu Boniface Mkumbo amewaambia waandishi wa habari kwamba kukamilika kwa daraja hili si tu kwamba litakwenda kuwekewa taa kwa ajili ya kutoa huduma nyakati za usiku, lakini itakuwa ni kiungo muhimu kwa ajili ya uchumi kwa wananchi wa kanda ya Ziwa. Kwa majina naitwa Engineer Boniface Mkumbo, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Simiyu. Kwa majina naitwa Engineer Boniface Mkumbo, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Simiyu. Hapa tulipo tuko kwenye daraja la Itembe ambalo mpaka sasa hivi limeshakamilika. Daraja hili lina urefu wa mita 150 na upana wa mita 7 na maeneo ya waenda kwa miguu ambayo ni mita 1.5 mita 1.5 kila upande. Daraja hili kama mnavyoliona ni sehemu ya barabara ya Mwangongo kwenda Sibiti. Ni daraja ambalo lilikuwa ni kero sana, lilikuwa linatatiza sana usafirishaji na watu kusafiri. Daraja hili linaunganisha mikoa minne kwa maana ya Arusha, Manyara, Simiyu yenyewe na Shinyanga, lakini bado linaunganisha pia kanda ya Ziwa, mikoa ya kanda ya Ziwa, mkoa wa kanda ya Kaskazini na mikoa ya kanda ya Kati. Kwa hiyo ni daraja muhimu sana kwa ajili ya uchumi wa mkoa wetu, lakini na uchumi wa taifa kwa ujumla wake. Daraja hili la Itembe limegharimu kiasi cha bilioni 8.4 na mpaka sasa hivi limeshakamilika kama nilivyosema.
lakini la Mwamishari ambalo lina urefu wa mita 26.6 limegharimu kiasi cha milioni 514.611. Ya, kwa majina naitwa Engineer Emmanuel Kisanga, ni mkandarasi mzaa kutoka katika kampuni ya Rocktronic. Kwa hapa tulipo ni daraja linaitwa daraja la Itembe, na kwa sasa tumeshalikabidhi, lakini tuko chini ya uangalizi ndani ya miaka mitatu, ambayo ni kuweza kuangalia zile kingo za daraja pamoja na daraja lenyewe. Uimara wake linaweza kudumu ndani ya miaka 100. Daraja hili kwa design iliyofanyika inabeba kuanzia tani 32 mpaka tani 40. Nikiripoti kutoka katika daraja hili la mto Itembe, wilaya ya Meatu, mkoani Simiyu, mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.